Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa mwema kwetu leo tena siku hii ya Jumapili tarehe 18 mwezi wa kwanza. Ninakusalimu wewe ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa masomo haya katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Namshukuru Mungu kwa neema yake kunipa kibali hiki tena siku ya leo. Na tuungane pamoja katika neno la Mungu uweze kufuatana nami. Na wengine wamekuwa wakichallenge wakipinga, lakini hawasomi neno, hawafuatilii neno. Ni vizuri ukawa kama watu wa Beloya, ufuatilie hayo maneno katika Biblia uone ni kweli au sio kweli, kuliko kusema tu maneno na kashifa. Haziwezi kukusaidia kabisa, tena zinakuonyesha udhaifu zaidi. Neno la Mungu halipingwi kwa njia hiyo. Mungu akusaidie. Na wewe unayesikiliza kwa kujifunza, tufuatane katika neno la Mungu. Siku kadhaa zilizopita nimeombwa na watu katika grupu hili kwamba tujifunze pamoja kuhusu kunena kwa lugha. Somo linalohusu kunena kwa lugha. Nami niliahidi kwa sababu ya maombi ya watu mbalimbali, zaidi ya watu 3 nadhani waliomba. Nikaahidi kwamba tutafuta siku tujifunze somo hili kwa pamoja. Basi leo ni Bwana amenipa kibali tuende pamoja katika somo hili la kunena kwa lugha. Nianze hivi kwamba Yesu mwenyewe katika mafundisho yake ndiye aliyeahidi wanafunzi wake kwamba watapokea nguvu akisha kuajilia juu yao Roho Mtakatifu. Na Yohana pia katika Injili alipokuwa akifanya huduma aliwaambia, mimi nawabatiza kwa maji, ajaye nyuma yangu ambaye ni Yesu, yeye atawabatiza kwa Roho. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kuna ubatizo wa aina mbili, wa maji na wa Roho. Na maana ya kubatizwa manake nini? Neno kubatizwa manake ni kuzama ndani. Anayebatizwa kwa maji anazama ndani ya maji. Kubatizwa kwa Roho ni kuzama ndani ya Roho, kufunikwa na Roho. Ubatizo wa maji tunafunikwa na maji. Ubatizo wa Roho ni kufunikwa na Roho au kujaa Roho. Ndiyo tafsiri yake hasa. Alafu siendi kusoma hayo yote. Ahadi za Yesu tunazifahamu wote. Hata alipokuwa kiondoka Yesu aliahidi kwamba mtapokea Roho baada ya siku chache, mtapokea nguvu, mtajazwa baada ya siku chache, au mtampokea Roho baada ya siku chache. Na Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohana tuliona kwamba ni Roho. Nisome kwa haraka kabla sijaendelea mbele. Kumjua huyu Roho ni nani? Kumjua Roho, maana wakati mwingine tunamsema Roho lakini hatumjui Roho mwenyewe ni nani. Katika Injili ya Yohana sura ya 14 alipokuwa akiwaaga wanafunzi wake, kwanza ajitambulisha yeye kama ni Mungu mwenyewe. Mstari wa 7 anasema, kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Alikuwa anamsema nani hapa? Walipokuwa namuona Yesu hawakujua kama ndiye Baba. Sasa anapowaaga maneno ya mwisho anawaambia, sasa nawaambia mmekuwa hamjui. Sasa nawaambia huyo Baba mnayemtaka mmemuona. Mnamjua tena mnamuona. Alikuwa anajitambulisha sasa wakati wake wa kuondoka. Katika mstari wa 7 unaweza kaendelea kujifunza hayo maneno na majibizano yaliyoendelea. Lakini katika mstari wa 16 alisema tena, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. 17 ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Maana Roho hataonekana kama ninavyoonekana sasa. Ulimwengu hauwezi kumuona
wala haumtambui. Anaendelea na sentensi yake, anasema bali ninyi mnamtambua. Je, walikuwa wanamtambuaje wakati bado hajaja huyo Roho? Walikuwa wanamtambuaje? Anasema ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Aliyekuwa anakaa kwao ni nani? Ni Yesu mwenyewe, anajitambulisha. Naye atakuwa ndani yenu. Anakaa kwenu, atakapokuja atakaa ndani yenu. Mstari wa 18, sitawacha yatima, sitawacha ninyi yatima, naja kwenu. Siwache yatima, naja. Manake nitarudi. Atarudi lini? Kwa njia ya Roho. Mstari wa 19, bado kitambo kidogo, ulimwengu haunioni tena. Ulimwengu haunioni, bali ninyi mnaniona. Wanamuonaje? Kwa sababu atakaa ndani yao kwa njia ya Roho. Yesu ni Mungu. Yesu ni Roho. Mungu ni Roho. Yesu alipokaa kwa wanadamu alivaa mwili. Sasa anaondoka, anauvua mwili, haonekani tena kwa mwili, anarudi katika hali yake ya asili, hali yake ya kwanza ya Roho, ili akae ndani yao. Katika Agano la Kale hakuwa na mpango Mungu wa kukaa ndani ya watu wote wanaomwamini, lakini sasa katika Agano Jipya ameanzisha mpango mzuri wa kukaa ndani ya waamini kwa njia ya Roho. Kwa hiyo kwa namna nyingine, Roho ndio Mungu, Roho ndio Yesu. Hakai kwa nje, hatumuoni kwa nje, tunamuona kwa ndani, maana anakaa ndani. Biblia inasema ninyi ni hekalu la Roho, maana Roho anakaa ndani yenu. Maandiko mengine anasema ninyi ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo Biblia inaposema hekalu la Mungu au hekalu la Roho, ni yule yule mmoja anakaa ndani yetu. Tunaposema Yesu yuko ndani yangu, manake ndiye Roho yuko ndani yangu. Au wengine kwa kutokuelewa wanadhani Mungu ana wakati wake wa kukaa ndani, na Yesu naye ana wakati wake, alafu na Roho naye ana wakati wake. Maana wanaamini wako watatu. Kwa hiyo kabla hatujaenda mbali, ujue Roho ni nani. Roho ndiye anayetusaidia. Wakati Yesu alipoagiza kwamba watabatizwa na Roho, nianzie kusoma kitabu cha Matendo. Hayo mambo ya ahadi niache, nianzie Matendo sura ya 2 mstari wa 1. Wote tunaifahamu pia, lakini nitasoma kwa haraka. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Yohana isema ajaye atabatiza kwa Roho na moto. Hapa tunaona ndimi za moto juu yao. Na wakaanza, walipojazwa, wakaanza kunena kwa lugha, kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Sio kwa matakwa yao, sio kwa mapenzi yao, kama alivyowajalia. Maana yake kusema kwa lugha sio akili ya mtu inayosema, ni Roho anasema kama alivyomjalia. Ndio maana ya kunena kwa lugha, sio kwa matakwa ya mtu. Na Roho Mtakatifu katika kanisa la kwanza tuliona kunena kwa lugha ilionekana ndio ishara. Mtu anapopokea Roho, mtu anapojaa Roho, ishara ya kwanza kuonyesha kwamba huyu amebatizwa na Roho, amejaa Roho, dalili au ishara ilikuwa ni kunena kwa lugha. Mtu hawezi kusema nimebatizwa na Mtakatifu, nimepokea Roho Mtakatifu wakati hajanena kwa lugha. Maana yake ishara ndio kunena, ilikuwa ni ishara. Tunaona hayo
katika sura ya 10 ya Matendo, sura ya 10 ya Matendo, ule mstari wa 44. Matendo 10 mstari wa 44. Nasoma kwa haraka kwa sababu ni kipindi kirefu, nitakwenda haraka sana ili jaribu kukava mengi. Mstari wa 44 unasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia. Ni katika nyumba ya Kornelio hiyo. Katika nyumba ya Kornelio. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Walidhani kipawa cha Roho Mtakatifu ni cha Wayahudi peke yao, kumbe hata mataifa walioamini wanapokea. Kwa hiyo wale Wayahudi waliofuatana na Petro wakashangaa. Walijuaje kwamba wale wa nyumbani mwa Kornelio wamepokea Roho Mtakatifu? Mstari wa 46, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Kwa hiyo kusikia, waliwasikia wakisema kwa lugha, wakajua kwamba nao wamejazwa Roho Mtakatifu kama sisi. Ni ishara. Tunaona tena katika sura ya 19 ya Matendo ya Mitume, mstari wa kwanza mpaka wa 6. 19, Matendo ya Mitume 19. Nasoma ile, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6 utaona hayo, lakini mimi nikatishe nisome kuanzia mstari wa 4. Anasema Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Alipoweka mikono, wakapokea Roho, walianza kunena kwa lugha, ishara ya kwamba wamebatizwa na Roho, wamepokea Roho. Sitaendelea na maandiko mengi sana, ndivyo ilivyo. Lakini nieleze kipengele kingine. Biblia inazungumza habari ya kubatizwa na ishara yake ni kunena kwa lugha. Tunasoma pia katika Biblia kujazwa Roho. Kujaa Roho. Mtu anaweza kujaa Roho lakini asiseme kwa lugha. Maana Roho ni Mungu, yuko ndani, nguvu zake ziko ndani. Anaweza kujazwa akanena kwa lugha, na anaweza kujazwa asinene kwa lugha. Nisome Matendo 4:27. Maandiko mengi yanapatikana katika kitabu cha Matendo kwa sababu ndio historia ya kanisa, mwanzo wa kanisa. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 29, wakati kanisa la kwanza linasumbuliwa na serikali ya Rumi na viongozi wa serikali wakiwasumbua. Tukisoma kuanzia 27, maana walianza kufanya maombi. Hawa wanafunzi wa Yesu walianza maombi. Maombi tunayaona mstari huu 27, maana ni kweli Herode, Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Haya ni maombi ya mitume. Wanafunzi wamekusanyika wanaomba. Mstari wa 31, hata walipokwisha kumuomba Mungu,
mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Roho anapojaa kwetu anatupa nguvu za kimungu, nguvu za kimungu kunena neno la Mungu kwa ujasiri, kwa uweza wa Roho, sio kwa nguvu, sio kwa akili, kwa uweza wa Roho. Unaweza ukajaa Roho ukanena neno la Mungu kwa mafunuo ya Mungu na ujasiri mkubwa, maana sio akili yako tena, wala elimu yako, wala ufahamu wako, lakini umejaa Roho. Ananena kupitia kinywa chako. Tukisoma sura ya 7 ya Matendo ya Mitume, tunamuona Stefano aliyeuawa. Stefano, sura ya 7, tukisoma mstari wa 55 unasema, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Kwa nini? Akiwa amejaa Stefano Roho. Kujaa kwake Roho kulimfanya asiwe na hofu, aseme maneno mengi mazito yasiyo na hofu. Soma kitabu hiki sura ya 7, maneno ambayo Stefano aliongea mbele ya Wayahudi. Kwa nini aliongea hivi? Kwa nini alikuwa hana hofu? Kwa nini alikuwa na mamlaka? Ni kwa sababu alijaa Roho. Sasa watu wanafikiri tu kujaa ni kunena kwa lugha tu, lakini huna nguvu, huna maneno, huna ujumbe, ila umejaa Roho kwa kusema kwa lugha. Hiyo ni sehemu. Kuna wakati wa kunena kwa lugha, kuna wakati wa kutoa ujumbe kwa Roho. Stefano alijaa Roho, ndio maana yalitokea haya na kusema bila hofu mpaka wanamuua, amejaa Roho. Tukisoma sura ya 6 ya Matendo, wanapo mitume wanawachagua wale mashemasi. Ukianzia mstari wa 5, wasema, neno hili lilipendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Mtu aliyejaa imani na Roho. Maisha ya kujaa Roho ni maisha ya kutembea katika Roho. Kujaa Roho, maisha ya kujaa Roho ni maisha ya kutembea katika Roho, kutawaliwa na Roho, kutawaliwa na Mungu. Katika Efeso sura ya 5, Paulo analifundisha kanisa. Efeso sura ya 5 mstari wa 18 anasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Kuna maisha ya kuenenda kwa fisadi na ulevi na mambo mengine, hapana, lakini mjazwe Roho. Tukijazwa Roho, maana yake tutasemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo na mambo na maisha ya kumcha Bwana. Kujaa Roho. Kwa hiyo kuna kunena kwa lugha kama ishara ya kubatizwa au kupokea Roho. Kuna maisha ya kujaa Roho na kutenda kazi kwa nguvu ya Roho. Alafu nitakuletea jambo lingine. Kuna karama ya Roho, karama za Roho. Katika karama za Roho ziko 9, lakini nitashughulikia moja ya kunena kwa lugha. Ziko 9. Tusome Wakorinto wa kwanza sura ya 12 ili tutofautishe mambo haya. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 tukianzia mstari wa 8 tunasoma maneno haya. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima,
mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yule yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Karama ya kunena, kuna maarifa, kuna hekima, kuna kupambanua roho, kuna kunena kwa lugha, kuna tafsiri za lugha, kuna karama ya uponyaji, kuna karama ya unabii, kuna karama ya miujiza. Zote hizi ni Roho anamgawia mtu kama anavyopenda yeye. Sio mtu anapenda, Roho anapenda. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni karama. Tunakuja ni kwenye kipengele kingine, kujazwa, kupokea Roho Mtakatifu. Kila mtu aliyepokea Roho Mtakatifu ananena kwa lugha, na kila mtu aliyempokea Yesu Kristo anatakiwa kuishi maisha ya kujazwa, maisha ya kujaa Roho. Maana ni mtu wa kiroho, tunaishi kwa kujaa Roho, tunabatizwa katika Roho, na ishara yake ni kunena kwa lugha. Tunajaa Roho, maisha ya kuishi katika Roho, kujaa nguvu za Mungu. Lakini katika hayo yote kuna karama ya Roho, kuna karama ya kunena kwa lugha. Karama, unaposoma Biblia kuhusu karama zinatenda kazi ndani ya watu. Unapopewa karama sio yako. Unapopewa karama hiyo sio faida yako, ni faida ya wengi. Mungu anapotoa karama, anatoa karama yoyote ambayo mtu anapewa na Mungu, anapewa kwa ajili ya kuwasaidia wengi. Kwa hiyo karama sio ya kwako, inakuwa ya Mungu. Kama umepewa neno la karama ya hekima, ni kuwasaidia watu. Kama ni karama ya maarifa, kuwasaidia watu. Kama ni kuponya, ni unabii, kuwasaidia watu. Kama ni karama ya kunena kwa lugha, ni karama umepewa ya kuwasaidia watu. Na Roho anatoa kama apendavyo. Tumeona kuna karama aina za lugha. Mungu anaweza kutumia lugha. Kwa nini Biblia inasema aina? Kwa nini Biblia inasema aina za lugha? Mungu anaweza, Roho Mtakatifu anaweza kutumia kwa lugha mbalimbali. Siku nyingine akakutumia kwa lugha hii, siku nyingine akakutumia kwa lugha hii, siku nyingine akakutumia kwa lugha hii, siku nyingine kwa lugha hii. Manake Roho ni tajiri wa lugha. Anakutumia kwa lugha kutokana na mazingira. Sio elimu yako, sio ujuzi wako, sio kufahamu kwako, ni Roho. Ndio maana Biblia inasema aina za lugha ni karama. Tunaona siku ya Pentekoste, wengine waliongea Kiarabu, Waarabu walisikia. Wengine waliongea Kipersia, Wapersia walisikia. Wengine waliongea Kiaramu, Waaramu walisikia. Ni aina za lugha. Hiyo ni karama. Kwa hiyo ndani ya kanisa, Mungu anaposema karama zinatenda kazi, sio kwa mtu binafsi, zinatenda kazi ndani ya kanisa. Tunapokuwa na ibada pamoja ndani ya kanisa, Mungu anaweza kuinua karama hii, au akainua kasema leo nitainua karama hii, au akainua leo karama hii. Hasa wengine wana karama ya kunena kwa lugha. Mungu anapompa mtu karama ya kunena kwa lugha ndani ya kanisa, ni kwa kuwasaidia watu. Ile lugha ina maana kwa kusanyiko. Tutasoma mbele nasema ile lugha itafsiriwe, kwa sababu ndani yake kuna ujumbe ambao Mungu anakusudia kwa lugha hii watasikia na wengine. Ndio maana anasitiza kuwe na tafsiri. Lakini unapokuwa peke yako, unaponena kwa lugha, tafsiri ya nini? Tafsiri inatakiwa kwa sababu ni karama inayotakiwa iwasaidie watu. Kwa hiyo ukinena kwa lugha ambayo haina tafsiri, haiwasaidii watu ndani ya kanisa, haina maana. Ndio maana ya karama. Nisome 12:29. Korintho hiyo 12:29.
Anasema, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama ya kuponya magonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Mungu anagawa karama. Sasa huwezi kupewa karama wote. Kama huna karama hii, mwingine na karama hii. Ndio maana nasema, je, wote watakuwa walimu? Wote watanena kwa lugha? Wote watakuwa na karama ya kunena kwa lugha? Hapana. Wote watakuwa walimu? Hapana. Wote watafanya miujiza? Hapana. Ndio faida ya karama. Karama zipo kusaidiana. Huyu hii, huyu hii, huyu hii. Ndio maana katika makanisa yetu, katika ibada zetu, tunahitaji kumruhusu Roho Mtakatifu atawale, atugawie karama kwa wakati, kila mtu karama yake, ili kusaidiana. Karama zipo kwa sababu ya kusaidiana. Tunasoma hayo katika 12 hiyo ya Warumi mstari wa 7. Anasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana, sio kwa ajili yake. Tumeona kuna kubatizwa kwa Roho, ishara ya kunena kwa lugha. Tumeona kuna kujazwa. Iko tofauti ya kujaa Roho na kubatizwa kwa Roho. Maana kubatizwa ni tendo linalotokea mara moja, lakini maisha yetu tunahitaji kujaa Roho. Tunaweza kujaa Roho tukanena neno la Mungu, tukajaa Roho tukafanya jambo, tukajaa Roho tukaomba, tukajaa Roho tukaponya wagonjwa, tukajaa Roho tukanena kwa ujasiri, tukajaa Roho tukafanya jambo kwa ajili ya Mungu. Na maisha yetu yaliyojaa Roho yatafanya vitu vikubwa katika maisha. Sura ya 14 wa Korintho mstari wa 1 mpaka wa 5. Sura ya 14 inasema, nianzie mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Roho huyo huyo tunapojaa Roho, mwingine anaweza kunena kwa lugha, mwingine hawezi kunena kwa lugha, atahutubu. Wote wamejaa Roho. Huyu anayenena kwa lugha anaongea na Mungu wake, wala hawasaidii watu, anaongea mambo ya asili. Lakini anayehutubu, kuhutubu ni kusema kwa nguvu ya Roho ujumbe wa Mungu kwa watu. Neno hili kuhutubu ukilifuatia kwa watu wa lugha linatokana na neno kutoa hotuba. Ni neno linalokwenda kwa watu, ujumbe uwafikie watu. Lakini ananena kwa lugha ni nafsi yake. Ukisoma mstari wa 4, yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Ni Paulo anasema nataka mnene kwa lugha, kwa sababu kunena kwa lugha kunamsaidia mtu kujijenga nafsi yake. Lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Maana kunena unajijenga, kuhutubu unawajenga wengine. Ndio maana ya karama. Maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujenga. Huyu anayehutubu ndiye mkuu kuliko anayenena kwa lugha, isipokuwa akifasiri, isipokuwa ile lugha yake ikitafsiriwa kwamba lugha hii maana yake ni hii, ili wote waelewe, atakuwa ni mkuu. Lakini kama hana tafsiri, maana anajisaidia mwenyewe, anajijenga mwenyewe. Lugha yake haiwasaidii kanisa, haisaidii watu wanaomsikiliza. Ni siri yake kati yake yeye na Mungu. Paulo anafanua mambo ya lugha, kwa sababu mambo ya lugha yalikuwa tatizo hata kwa kanisa la Korintho. Watu hawakuyaelewa, ndio maana amechukua muda mrefu kufafanua. Mstari wa 6 anasema, ila sasa ndugu,
nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Mtu anaweza kujaa Roho akatoa elimu, akatoa fundisho, akatoa ufunuo, au kwa lugha, lakini lugha ambayo watu hawatasikia itawasaidia nini? Paulo anauliza. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa, kwa filimbi au kwa kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Kunena kwa lugha ndani ya kanisa bila tafsiri mbele ya watu ni kama kunena kwa hewani. Kwa watu naonekana unanena kwa hewani, ingawa unajijenga binafsi. Lakini je, unakwenda ndani ya kanisa kunena kwa lugha ujijenge binafsi, au ni karama ya kuwajenga watu? Kama sivyo, unanena hewani. Anasema unapopiga filimbi lazima utajua ule wimbo, ile ni wimbo au kinubi au gitaa au tarumbeta. Unajua ni wimbo fulani naimbwa, kwa sababu unabadilishwa sauti. Lakini ukipiga tu pe, utajuaje kwamba ni wimbo gani? Ndivyo ilivyo hata katika kunena. Tofauti ya kunena na kuhutubu. Anayehutubu anatoa maneno, watu wanasikia, wanaonyeka, wanafarijika, wanaponyeka. Anayenena kwa lugha bila tafsiri ni nafsi yake mwenyewe, haina faida mbele ya watu. Kwa sababu karama, unapopewa karama ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya watu. Ukisoma nakimbia nisome tena mstari ule wa 10, unasema yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa na watu wenye karama za Roho, lakini kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Karama kama haijengi kanisa haina maana. 13. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha aombe apewe kutafsiri, apewe kufasiri. Anayenena kwa lugha ndani ya kanisa apewe kufasiri. Ukiwa nyumbani kwako unaomba kwa lugha, fasiri yani ni kwa sababu ni wewe na Mungu wako. Lakini mbele ya watu uwe na fasiri, ili yale maneno yasikike kwa watu kwamba maana yake ni. Na hiyo fasiri inatoka wapi? Kwa Roho mwenyewe. 14. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga, yana asiyejua hiyo roho, ataitikiaje amina baada ya kushukuru kwako, akiwa hayajui usemayo? Maana ni kweli wewe washukuru vema, hali yule mwingine hajengwi. Na mshukuru Mungu ya kuwa maana kwa lugha na nena kwa lugha zaidi
ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Anasema maneno 5 kwa akili au kwa kuhutubu yana faida kubwa kuliko maneno 10,000 yasiyo na tafsiri, ambayo hayajengi. Paulo anafundisha kanisa ili wajue namna ya kutumia karama, wajue tofauti ya kutumia karama. Karama zinatumikaje? Ndiyo somo kubwa Paulo alichukua muda kufundisha. Sura hiyo ya 14 mstari wa 22. Sikiliza, mstari wa 22 anasema, basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili ya wasioamini bali kwa ajili yao waaminio. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga, yani watu wasioelewa au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakihutubu, kisha kaingia mtu asiyeamini na mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Unaona? Je, mtu asiyeamini akaja ndani ya kanisa, anakuta watu wananena wote kwa lugha, alafu anaondoka haelewi. Akisema ninyi ni mna wazimu, atakuwa amekosea. Ni Paulo anasema, anafundisha kanisa, si atasema ninyi ni wazimu. Lakini akija akakuta mnahutubu, mnatoa maneno yanayoeleweka, yatawagusa, yatawabadilisha, yatawabainisha. Ndio maana anasema kama ndani ya kanisa kuna karama ya lugha, basi ifasiriwe ili wote wasikie. Bila kufasiriwa ni upuzi. Lakini kunena ukiwa peke yako na Mungu haizuiliki. Na ndivyo ilivyokuwa shida. Hata ndani ya kanisa la kwanza ilibidi elimu itoke. Mstari wa 26 unasema, basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene 2 au 3, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Ndani ya kanisa karama zinavyotenda, kama kuna watu wenye karama ya kunena kwa lugha, wasizidi ndani ya ibada 3, zaidi ya 3. Anaweza kuwa 1, anaweza kuwa 2, wanaweza kuwa 3, basi. Tena sio kwa pamoja, wanene zamu kwa zamu, ili tafsiri ipatikane, ili yale maneno wanayonena yalijenge kanisa. Naona? Kwa sababu gani? Ni karama. Karama unapewa ili kuwasaidia watu, kujenga watu, kujenga kanisa, sio kujijenga wewe. Kitu kinachokusaidia wewe peke yako sio karama. Hiyo sio karama. Karama ni kwa ajili ya watu. Karama ni kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Paulo amechukua muda mrefu kulifafanua jambo hili, kwa sababu lugha zilikuwa hazieleweki. Walishindwa kuzitumia. Ndivyo ilivyo hata leo. Lugha zimeshindwa kutumika vizuri katika kanisa. Watu kunena kwa lugha, kwanza watu wanadhani kunena kwa lugha ndio kuonyesha maisha ya kiroho. Mtu akitaka kuonyesha kwamba ana Mungu ananena kwa lugha, lakini ukiangalia maisha yake yanakataa, ila lugha nanena.
Alafu leo watu wananena kwa kutaka, sio Roho apendavyo, sio Roho anavyomgawia. Hapana, mtu ananena kwa kutaka. Unaweza kunena sokoni, unaweza kunena chooni, unaweza kunena sebuleni, ukanena chumbani, ukanena barabarani, ukanena katikati ya watu. Sasa hiyo lugha inasaidia nini? Ni kutaka kuonyesha kwamba mimi ninaweza kunena kwa lugha. Na ile lugha sio ya Roho, ni roho ya kwake. Sio ya Roho. Roho anagawa karama kwa wakati sahihi na kwa sababu maalumu na kwa wakati kama apendavyo. Leo watu wanasema ngoja tunene. Haya, ni kipindi sasa cha kunena kwa lugha. Wote tuanze kunena. Haya, anza. Unawezaje? Ikiwa Roho anagawa kama apendavyo na kwa sababu maalumu. Wewe unayesema haya sasa wote tuanze kunena. Na ndivyo watu wamefundishwa katika makanisa. Wakisema sasa ni kipindi cha kunena, asiwepo mtu wa kusema kwa lugha yake, wote tuingie katika Roho. Basi wote wanaingia katika Roho. Zile lugha unasema ni Roho apendavyo, ni Roho anagawa, au wamegawiwa, au wamefundishwa. Tumechafua kanisa, tumechafua Biblia, tumechafua kazi ya Roho. Ndio maana watu wanaweza kunena wote, wanaweza kunena sana, lakini nguvu za Mungu huwezi kuziona. Watu wananena lakini nguvu za Mungu huwezi kuziona, kwa sababu Roho hayupo. Umekuwa ni usanii. Roho anatumika vibaya. Nimeona hata watu wasioamini wananena kwa lugha. Hata kwenye maigizo wananena kwa lugha. Kwenye sanaa watu wananena kwa lugha. Si wanajifunza tu. Nimeshuhudia hata Waislamu wananena kwa lugha ndani ya maigizo. Wanaigiza wananena kwa lugha. Tena wananena vizuri kweli kweli. Si maigizo tu, ni sanaa. Sio Roho apendavyo. Imekuwa kama vile mtu akitaka kujua kwamba watu wajue kwamba mimi nimesoma, anajifanya kama vile hajui Kiswahili. Anaongea maneno mawili ya Kiswahili, matano ya Kiingereza, neno moja la Kiswahili anaingiza 10 ya Kiingereza, anachanganya ili watu wajue kwamba sio kwamba hajui Kiswahili, ni kwa sababu anataka kuonyesha watu. Watajuaje kwamba yeye ni msomi? Ndivyo ilivyo katika mambo ya kiroho. Mtu ili kuonyesha kwamba mimi nina Roho wa Mungu, nina nguvu za Mungu, basi ataongea, atahubiri, yuko katika kati ya kuhubiri, anaongea, anaingiza na lugha. Yuko katika kunya, anaingiza na lugha. Sasa unahubiri kwa lugha, inawasaidia nini watu? Tumesoma hapa katika Paulo anasema itakuwa unanena hewani, ni upuzi, una wazimu. Umepewa kuhutubu watu wakusikie, unaingiza lugha. Je, ni Roho amekuambia useme kwa lugha? Ameingilia Roho, au ni matakwa yako kutaka kuonyesha watu? Tumechafua Roho. Siko kinyume na Roho. Roho ni wa maana sana katika kanisa anapotumika ipasavyo. Ukiwa kuomba, kwanza Roho kunena kwa lugha kuna kujaje? Kuomba kwa lugha, mtu unaanza kuomba kwa lugha yako, unamwendea Mungu, unaanza kuomba. Unapoomba unajisogeza, baadaye unajaa. Ukijaa, na unaweza ukajaa usinene kwa lugha, Roho akakupa mambo ya kuomba. Kuomba tunaongozwa na Roho, akakupa. Ulifikiri utaombea haya, ukashangaa mambo yanaanza kuja ya kuomba. Unaomba, maombi hayaishi, hayakatiki. Unaomba kwa sababu Roho yupo kukusaidia kuomba. Hata yale ambayo hukupanga kwamba utaomba, Roho yupo tayari kukuongoza. Utaombea hili, unakata hili, linakuja hili. Jambo lingine ulifikiri hukupanga kuomba, utaona haliondoki. Kila unapotaka kuacha, unaona maombi yanaendelea. Ni Roho amekusimamia, endelea kuomba juu ya hili. Wakati mwingine Mungu kama apendavyo, Roho apendavyo, anapotaka kuona kufika kiwango kingine zaidi, anamiliki ulimi wako, anamiliki kinywa chako na fahamu zako. Unaanza kunena kwa lugha, anakupa mwenyewe lugha, anaweka mwenyewe lugha. Mtu anaanza kunena kwa lugha.
Anapoanza kunena ni kwamba Roho ameingilia kati, ameingilia kati kuomba kwa niaba yako. Ndio maana Biblia inasema Roho mwenyewe hutuombea. Ameingilia kati, lakini hakuanza tu. Umeanza wewe, Mungu umemtii, Mungu anaweza kukupa mambo ya kuombea na hili na hili na hili, ukamaliza bila kuingia katika Roho. Kwa sababu Mungu hakupenda akuingize katika kuomba kwa Roho. Lakini Mungu anapotaka akuingize katika Roho, utafika mahali anakamata kinywa chako bila kutazamia, bila kujua, utaingia kunena kwa lugha. Na ile lugha ni Roho mwenyewe ameweka. Unaomba mambo makubwa ya asili ya Mungu. Tumesoma katika Korintho, amesema tumesoma, nirudie. Sura ya 14, tumesoma hivi 14, maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Mtu anapoingia kuomba kwa lugha mpya, akili zake zimekufa, akili zake zimepotea, ufahamu wake haupo, akili zake hazina matunda, ufahamu wake hajui anachoomba. Ni Roho anaomba. Leo mtu anakula mhogo, ananena kwa lugha, anacheka na watu, ananena kwa lugha. Unawezaje kunena kwa lugha na akili zako zina matunda? Eti tunachafua Biblia, tunachafua wokovu, tunaonekana wazimu, kumbe tuna akili tu, ila tumeshindwa kulielewa neno. Unaamua tu kusema ngoja sasa nianze kunena. Alafu aina za lugha, una lugha ngapi? Mtu aliye na karama, lugha moja aliyoikariri miaka nenda rudi, ana lugha moja aliyoikariri, maneno ni yale. Iwe ni kumwombea mgonjwa, lugha ni ile, maneno ni yale. Iwe ni kuhubiri, anatumia lugha ile na maneno yale. Iwe ni nini, mnaombea siku nini, iwe ni kile. Inakuaje sasa? Biblia inasema kuna karama za aina za lugha. Maombi ya leo na ya jana na ya juzi, lugha ni ile, maneno ni yale. Kwa sababu gani? Kwa sababu sio Roho aliyeweka hiyo lugha ndani yako, ni wewe umejitafutia, ni wewe umefanya usanii, ni wewe umejifunza, ni wewe umejikaririsha. Roho yupo, anataka tusaidie, turudi kuomba kwa Roho. Akikuongoza, maombi yana nguvu. Leo kuna vitu vingi sana vimebadilika, kwa sababu hatujui kumsikiliza Roho. Kuna kuomba kwa Roho, kuna kuomba kwa akili, kuna kuimba kwa Roho, kuna kuimba kwa akili. Tumesoma pale, Roho anaweza kumfunika mtu akaimba ni beyond, nje ya uwezo wake, nje ya fahamu zake. Na kuimba namna hiyo ni kama ni kugusa. Mungu amekusudia kutumia kipawa au karama ya mtu huu kugusa mioyo ya watu, kuwahudumia watu. Kuimba kwa Roho, kuimba kwa akili. Ndio maana katika Efeso 5 mstari ule wa Efeso 5 ule mstari wa 18 tumesoma, anasema msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Tukijazwa Roho, nini kinatokea? Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni. Kuna kumshangilia Bwana milini na kumshangilia Bwana mioyoni. Wengi siku za leo wanajua kumshangilia Mungu mwilini, lakini mioyoni hawamshangilii Mungu. Biblia inasema tumshangilie, tuimbe katika Roho, tumshangilie Mungu ndani ya mioyo. Kuna kuimba kwa Roho, kuna kuomba kwa Roho, kuna kucheza kwa Roho, kuna kucheza kwa mwili. Leo kanisa limeibiwa, Wakristo wameibiwa. Sasa Wakristo hawajui kumsikiliza Roho akiwaongoza kuomba. Kuna taratibu zimewekwa ndani ya makanisa.
Anawekwa mtu wa kuwaongoza watu, wamsikilize yeye namna ya kuomba, awaelekeze, omba hivi, omba hivi, omba hivi. Kama nataka utanielewa. Sasa hivi tumeingiliwa, kila mtu anayesimamia maombi anaelekeza maombi. Mwambie Mungu hivi, mwambie Mungu hivi, omba hivi, mwambie hivi, mwambie. Watu wanaomba, yeye yuko kuelekeza, omba hivi, usiache, endelea kuomba, mwambie hivi, mwambie hivi. Ukienda kwenye waimbaji, anayesimamia sifa, haachi watu waimbe kwa mioyo, haachi watu wamsifu kwa mioyo, yupo kuelekeza. Haya, shangilia, haya, piga makofi, haya, fanya hivi, haya, ruka ruka, haya, elekea hivi, haya, nyosha mikono, haya, imba, haya, shangilia. Watu hawawezi kuimba kwa roho, hawajui kuimba kwa roho, hawajui kumshangilia mioyoni mwao, wametawaliwa na mambo ya mwili. Nenda kwa mhubiri. Mhubiri hajui kusimama na hotuba yake ya kunena kwa watu ili watu wapokee. Anabaki tu kuhamfanya hamasa. Haya, sema ameni, sema ameni. Ameni maana yake tumekubaliana na unachosema. Sasa mtu analazimisha tu, haya, sema ameni, sijasikia, ongeza ameni. Je, yani, haya, shangilia, haya, piga makofi. Piga makofi. Haya, shangilia, piga vigelegele. Haya, sema ameni. Na ni mhubiri. Sasa unawalazimisha watu, wakati watu wanatakiwa wasikie, ulete ujumbe wa Mungu, wapokee, waseme amen. Huna uhakika na unachokisema, unawalazimisha watu. Mwimbaji analazimisha watu, mwombaji, mwongozi wa maombi analazimisha watu, mhubiri analazimisha watu, maana mambo ya roho yametushinda. Yamewashinda watu. Tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Mungu analiongoza kanisa kwa roho. Tunaweza kuabudu kwa roho, tunaweza kuimba kwa roho, tukaomba kwa roho. Roho anajua kutuongoza. Unaweza kwenda kwenye maombi, hujui utaomba nini, au umepanga mambo ya kuombea. Roho akiingilia, Biblia inaposema Bwana anatuombea, akaingilia kati. Hebu nisome mstari huo. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mara moja nisome. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26. Unasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Mstari wa 34 unasema, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Hasa watu wanashindwa kuelewa. Hapa mstari ya juu imesema Roho, mstari ya chini inasema Yesu. Roho ndiye Yesu mwenyewe. Sio Roho pale 26 na 27 Roho anatuombea, alafu kija hapa 34 Yesu anatuombea. Kwamba kuna watu wawili, Roho anatuombea na Yesu anatuombea. Roho ndiye Yesu mwenyewe. Yesu ndiye Roho mwenyewe, anatuombea, maana yuko ndani yetu, anajua mahitaji yetu na mapungufu yetu. Tunapoingia katika maombi, tunamwachia uhuru atuongoze namna ya kuomba. Tunapoomba tunaanza wengine kwa ukame, huoni kitu cha kuombea, lakini unajibidisha. Unapofunga mawazo yako, unasogea mbele za Bwana, unaona hamu ya kuomba inaanza kuja, unafunguliwa, anaanza kukuonyesha mambo ya kuomba. Ombea hili, ombea hili, ombea hili. Jambo lingine unaomba, unashindwa kulimaliza, unaona yanakuja tena na tena na tena. Ni Roho yuko kukuongoza namna ya kuomba, anakusaidia, anakuhimiza, ombea hiki, hiki hujaombea, ombea na hiki. Roho anatusaidia. Ndio maana Biblia inasema Roho anatuombea. Sio kwamba sisi tunakaa nyumbani, Roho yeye aanze kuomba sisi tumetulia. Hapana. Tunapoomba, Roho anatuongoza namna ya kuomba. Sio tuombe sawa sawa na mtu anavyotuongoza tuombe. Tunaomba kama Roho anavyotuongoza tuombe. Leo makanisa yote yameibiwa. Yote yameibiwa. Unaweza kwenda kanisani, kiongozi wa maombi hayupo, watu hawaombi kwa sababu hawajui wataombea nini, maana kiongozi anayeongoza kuomba hayupo.
Kanisa limeibiwa. Watu asipokuwepo mhamasishaji wa kushangilia, haya piga kelele, Luka simfanye nini, watu hawachangamki. Uimbishaji wamekuwa kama MC, waongozaji wanakuwa kama MC. MC aliyechangamka basi kusanyiko linachangamka, aliyepoa basi mambo yote yanapoa. Sio hivyo. Tunakwenda na roho wa Mungu, tumpe nafasi katika maisha yetu. Hata kucheza, nikwambie, kila kitu kinaanza ndani ya moyo. Tumesoma pale, kwa moyo tutaimba, kwa moyo tutaimba nyimbo za rohoni, tutamsifu kwa rohoni. Hata ile nimesoma Efeso, hata ukisoma ile Kolosai 3 na inasema ile hiyo 3:16 inasema 3:16 inasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni. Hebu niseme hivi, iwe furaha ya mtu inaanzia moyoni. Furaha ya mtu inaanzia moyoni, alafu inatoka nje. Unamwona mtu anafurahi usoni, furaha hiyo haijaanzia usoni, imeanzia ndani. Ukimwona mtu analia machozi, hiyo huzuni haijaanzia hapa machoni, imeanzia moyoni. Kule ndani, kule moyoni ndiko kuna uchungu, kuna huzuni kule. Ile huzuni iliyoko ndani unaiona hapa nje kwenye uso wake anapotoa machozi na kusikitika. Na furaha hivyo hivyo iko kule ndani. Mtu anapocheka, furaha imeanzia ndani. Anapocheka ni ishara ya nje, kinatoka kile kiliko ndani kinatoka nje. Lakini ukianzia vitu nje, furaha ikianzia nje, furaha ya nje haingii moyoni. Kicheko cha nje kule ndani hakiko, kicheko cha nje hakiingii moyoni. Huzuni ukiweka hapa usoni, kule ndani hakuna huzuni. Huzuni ya nje haingii moyoni, lakini huzuni ya ndani inatoka nje, furaha ya ndani inatoka nje. Watu siku hizi kila kitu kinaanzia nje. Haya tucheze, ndani kumekauka. Watu wanacheza, wanaruka, wanasema wanamchezea Bwana, ndani kumekauka. Wanasingizia Daudi alipocheza, furaha yake ilitoka ndani. Maombi yake ya miaka alishindwa kujizuia. Mtu anayecheza kwa furaha hana mpangilio, anaweza kuruka, anaweza kuanguka, anaweza kupingirika, anaweza akaanza kujifikiria baadaye, maana ile furaha imezidi. Huwezi kumchezea Bwana kwa roho, ukacheza lumba, ukacheza twisti, lege, ukacheza sebene, ukacheza si na nini, alafu nasema unamchezea Bwana. Angalia wachezaji wale watu wa mchezo. Mtu anapofunga goli kwenye mashindano makubwa, ile furaha anayotoka nayo, amefunga goli, furaha ile sio furaha ya kawaida. Sio furaha ya kawaida, sio ya kupangilia. Sasa watu wanasema haya tucheze, tumfurahie Bwana, cheza. Hiyo furaha inatoka ndani, inatoka nje. Ni wewe unawaamulisha wacheze au ni roho ndani inawaambia wacheze? Kwa hiyo leo kuna michezo ya mwili, leo kuna kuimba kwa mwili, leo kuna maombi ya mwili, leo kuna kunena kwa lugha kwa mwili. Kila kitu kinakwenda kwa mwili. Ndio maana watu wanaweza kucheza siku nzima usione uwepo wa Mungu. Wanaweza kunena kanisa zima kwa masaa usione uwepo wa Mungu. Watu wanaweza kuomba usione uwepo wa Mungu, kwa sababu tumetanguliza mwili na mazoea na sifa zetu za kibinadamu. Mungu tumemwacha nje. Sisi ni kanisa la kiroho, sisi ni watu wa kiroho, sisi ni watu wa Mungu. Mungu anapenda kututumia, tumsikilize Mungu. Biblia inasema Bwana anatuombea, lazima tumruhusu ndani ya maisha yetu. Maswali yamekuja sana ya kwamba hivi kunena kwa lugha tunaelewa au tuelewi? Mbona wengine tunashindwa kuelewa? Ndivyo ilivyokuwa hata kanisa la Korintho. Paulo akachukua muda wote kufundisha kanisa wajue namna ya kutumia karama. Biblia inatusisi tuombe kwa roho, tunene kwa lugha. Biblia haijakataza tunene kwa lugha, tujazwe na roho.
kuna kunena kwa lugha, kuna kujaza. Mtu anayenena kwa lugha haina maana amejazwa na Roho. Unaona? Stefano alijaa na Roho, hakunena kwa lugha. Alitoa hotuba mbele ya Wayahudi. Ingawa tunasema kunena kwa lugha ni sehemu ya maisha ya Mkristo kuomba. Paulo anasema naona ni afadhali niombe kwa lugha, niombe na kwa akili. Kwa sababu kuna, na tumesoma, je, wote wana karama? Wote ni walimu? Wote ni wachungaji? Wote wananena kwa lugha? Wote wana karama ya unabii? Hapana. Mungu amegawa kwa faida ya kanisa. Ndani ya kanisa wanene, nafasiri iwepo, tena sio holela. Anasema wasizidi 3, maana italeta machafuko. Mimi mwenyewe nimeingia katika makanisa mbali na umri wangu huu na nilikotoka na miaka yangu ya utumishi, nimeona mambo yakibadilika haraka sana. Maombi yanabadilika, nyimbo zimebadilika, mahubiri yanabadilika, matumizi ya Roho na karama zimebadilika. Wala watu karama hawazijui. Karama hazina nafasi. Roho hana nafasi. Akiza watu wanafundishwa, wanakwenda semina za kuimba. Unafundishwa namna ya kuimba, namna ya kuongoza. Roho haongozi sera ibada siku hizi. Haongozi Roho. Unapewa taratibu namna ya kuongoza ibada. Kwa hiyo Roho hana nafasi. Watu wanafundishwa namna ya kuomba. Kwa hiyo Roho hana nafasi tena ya kuongoza watu kuomba. Ni akili na elimu ya watu. Ndio maana utakuta siku hizi watu wananunua hata vyombo vya kuombea. Wananunua speaker, maiki zinatumika kuombea, sio za kuhubiria, kuombea. Wakati maombi ni kati ya mtu na Mungu. Lakini sasa hivi maombi ni ya kusikika na jamii yote na kijiji chote na jamaa yote na kuzunguka wasikie. Watu wameweka hata speaker ndani ya nyumba zao, sebuleni. Wengine wameweka makanisani, wanaamka kwenda kuombea kanisani ili watu wote wasikie maombi. Maombi unayoomba watu wote wakusikie, hivi yanafika mbele za Mungu? Yanafika? Soma Biblia. Unajipigia panda mwenyewe. Utapokea thawabu kwa watu unaotaka wakusikie. Kwa hiyo nimeeleza habari ya ubatizo na ishara yake ni kunena kwa lugha. Lakini kuna kujaa kwa Roho, kujazwa na Roho. Ni haki ya Mkristo yeyote aliyeokoka aishi maisha ya kujaa kwa Roho, tuongozwe na Roho. Kujaa kwa Roho, kuongozwa na Roho, kumsikia Roho, kujaa nguvu za Mungu. Nimefundisha habari za karama, kunena kwa lugha kama karama. Hiyo lugha ni kwa ajili ya kulijenga kanisa na watu wengine, sio wewe mwenyewe. Na kwa utaratibu, maana ni Roho anayekupa. Akili zako hazina matunda, yeye anachukua nafasi. Akili zako zinakufa. Sasa mtu nainuka hapo, naanza kunena kwa lugha, na akili zako na kicheko chako na utani wako, unasimama hapo unaanza kunena kwa lugha. Hiyo lugha ni Roho amekupa. Kwa ajili gani? Kuimba kwa Roho, kucheza kwa Roho. Mungu atusaidie tusilichafue kanisa la Mungu, tusichafue Biblia, tusilitukanishe neno la Mungu, tusimtukanishe Mungu. Mungu ana utaratibu wake. Lakini nimeona kadri miaka inavyokwenda, tunainuka kizazi kilichopo hakijui nguvu za Mungu. Watu wanazisema nguvu za Mungu, hawasijui nguvu za Mungu. Unakutana watu wanasema tumemwona Bwana, lakini Bwana mwenyewe hawajawahi kumuona. Watu wanasema tumeziona nguvu za Mungu, hawajawahi kuziona. Yaani ni maigizo, ni usanii tu. Usanii. Kujifanya. Mtu anapofanya usanii, si anajifanya lakini sivyo alivyo. Wengine hata baada ya maigizo wanasema jamani, msinichukulie kama mlivyoniona kwenye sanaa, mimi sivyo nilivyo. Kule nilikuwa najifanya. Watu wanajifanya, waimbaji wanajifanya, waombaji wanajifanya, wahubiri wanajifanya, wanenaji wa lugha wanajifanya. Mungu atusaidie, tena tuhurumie. Yeye ndiye ameweka mpango huu.
ili kanisa lake liende na nguvu za Mungu. Tuache usanii. Tuache usanii. Tumsikilize Roho atuongoze, tutulie. Kama Bwana hajasema chochote, tulia, nyenyekea mbele za Bwana. Atasema kwa wakati wake. Usije ukawa kama watoto wa Haruni ambao moto uliposhindwa kuwaka wakawasha moto wa kigeni wakafa. Tumewasha mioto ya kigeni sana. Mambo yanabadilika kila siku. Kizazi tulicho nacho ni cha hatari. Mungu atuhurumie. Kanisa, ujumbe huu napenda ungewafikia viongozi wengi wa makanisa, wachungaji. Lakini wangapi wako tayari kujifunza mambo haya? Wangapi wako tayari? Mungu aturehemu kulirejesha kanisa mahali pake. Namshukuru Mungu kwa ujumbe wa leo. Niishie hapa, na Mungu akubariki wewe uliyenisikiliza. Amen. Jina langu naitwa mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754 041599. Katika huduma yetu ya MIM yuko mratibu wetu, namba yake ya simu ni 0769 007328, na katibu wetu namba yake ni 0677880199. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano tutaendelea kusaidiana. Tunahitaji pia kuombeana. Mungu aendelee kulijenga kanisa lake. Amina.